Kuna shubha ambayo baadhi ya Waislamu wanasema sasa mbona mwezi wa Ramadhani tuambiwa mashetani wametiwa manyororo, mbona tuona baadhi ya watu wanafanya maovu mwezi wa Ramadhani? Bila shaka ni kazi za shetani hizo. Majawabu wanayatoa wanachuoni Ibn Khuzaimah rahimahullahu katika sherehe ya hadithi alizotoa katika kitabu chake Sahih Ibn Khuzaimah, anasema kwamba makusudio ya hadithi ya mashaitani sio mashaitani wote, ni wale vingunge wa mashaitani. Na ukiangalia kweli kuna baadhi ya mambo ya kishaitani yanafanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini ukweli ambao tunaushuhudia jamaa, nitawaelezeni kisa ambacho nyinyi mnakijua ni kawaida katika miji yetu. Hivi mliwahi kusikia ngoma za vilinge vya mashaitani ndani ya mwezi wa Ramadhani? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فالعياذ بالله من البدع الضلاله اللهم امين. Ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kuwapongeza kwa kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hakika hii ni neema na fursa ambayo tunapaswa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna ambao wametutangulia maskini siku moja au siku mbili au hata wiki hata mwezi kabla ya Ramadhani hii. Kwa hiyo kwa ufupi, Mwenyezi Mungu awaghufirie, na sisi tuliobaki basi tutumie fursa hii ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kutaka maghfira ya Mola wake. Ndugu zangu katika imani, katika kuwakumbusha kwamba hii ibada ya saumu ambayo tunajizuia na kula na kunywa na kufanya vitendo vya jimai na mambo mengine maovu kuanzia alfajiri ya kweli, alfajiru sadiqi, mpaka kuzama kwa jua, ni ibada adhim ambayo imefanywa na tangu manabii au nyumati zilizopita. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia sisi ibada hii kama alivyowafaradhishia nyumati zilizopita, na haya yamebainishwa katika suratul Baqara pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تفلحون. Enyi mlioamini, mmeandikiwa. Wanachuoni wanafasiri neno kutiba kwa maana mmefaradhishiwa saumu kama vile walivyofaradhishiwa nyumati zilizopita, huenda kwa kufunga kwenu mkamcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii aya inaonyesha na inathibitisha kwamba hili jambo la siyamu si jambo la khiari. Wanachuoni wanasema kwamba Muislamu yoyote mwenye akili timamu ambaye ameshafikia umri wa balighi na akawa hana udhuru wowote, basi anawajibika kufunga saumu ya Ramadhani. Na ndiyo maana katika Uislamu tumejaliwa kuwa na nguzo kuu 5 za Uislamu.
na hii saumu ya Ramadhani imefanywa ni moja katika nguzo hizo tano, ambayo ni nguzo ya 4. Kwa hiyo si ibada ya kupuuzwa kama zilivyokuwa ibada nyingine zilizotajwa katika nguzo tano hizi. Hazifai kupuuzwa kabisa. Mtu kama anaacha kufunga bila udhuru, basi ni katika madhambi makubwa. Kuna baadhi ya wanachuoni wanasema kama mtu kaacha kusudi, basi malipo yake itabidi ailipie hiyo siku aliyoifunga, na pia alipie kibaba kimoja kumpa maskini mmoja kwa kila siku ambayo ameiacha bila sababu. Ama wale ambao wananyudhuru, kwa mfano ni wasafiri au wagonjwa, basi wameambiwa kwamba wanaweza kipindi cha Ramadhani wasifunge kutokana na hali zao hizo, lakini siku wakija kupata nafuu au wamekuwa hawasafiri tena, basi wanatakiwa walipe siku hizi. Hii ni kuonyesha kwamba hii ni ibada muhimu sana kwetu sisi Waislamu. Na pia tumeona katika aya tuliyotanguliza kwamba yeyote ambaye atakuja kuangukiwa na Ramadhani, kwa maana Ramadhani imeingia na yupo pale katika mji ule ambao Ramadhani imeingia, basi analazimika kufunga. Na kariri kwamba kufunga sio jambo la khiari. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia ameelezea fadhila kubwa za kufunga mwezi wa Ramadhani. Kwanza pale aliposema sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, siyamu Ramadhana, saumu ya Ramadhani, anasema sallallahu alaihi wasallam, saumu ya Ramadhani inasamehesha madhambi yote yale ambayo ameyafanya mtu mpaka mwisho wa ile Ramadhani. Yale yaliyopita yote yale mpaka ule mwisho wa Ramadhani, basi Mwenyezi Mungu anamsamehe. Wanachuoni wanachukulia kwamba msamaha huu ni kwa yale madhambi ambayo ni yako wewe binafsi, hukudhulumu haki za watu. Kama umedhulumu haki za watu, umevunja heshima za watu, umechukua mali za watu, basi unawajibika kuzirudisha. Hakutotokea msamaha kwa Mola wako kama ikiwa wewe utakuwa umeendelea kuchukua haki za watu. Ramadhani yako inaweza ikawa sahihi, lakini huko siku ya Kiyama kuna kulipana haki za watu. Na kama tulivyopata kutoka kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, huko hakuna kulipana pesa, shilingi au dinari au dolari. Huko ni kulipana matendo. Kama umechukua haki ya mtu kama ni mali, shilingi, basi huko utaratibu uliopo ni kwamba wewe utamrejeshea kwa kupitia mema yako uliyoyafanya. Atapewa yeye kulipia kisasi kile cha mali uliyochukua. Na kama ikiwa huna, basi yale madhambi aliyokuwa nayo yule mdhulumu wasambikwa nayo wewe. Kwa hiyo kuonyesha kwamba hii Ramadhani ni katika siamu ni moja ya kifutio cha madhambi makubwa ambayo tunatakiwa tuichukulie fursa hii. Anasema sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayefunga Ramadhani akiwa ana imani na akataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi atasamehewa madhambi yake yote yaliyopita. Hii hadithi imepokewa ina Imam al-Bukhari wa Muslim. Pia katika jumla ya fadhila za Ramadhani ni hadithi hiyo hiyo kama hiyo imepokewa na Abu Huraira, anasema sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fursa nyingine hiyo kwamba yule ambaye atajaliwa kusimama kisimamo cha usiku. Hapa kumetajwa kisimamo cha usiku ambacho baadaye baada ya kufa kwa Mtume kilikuja kuitwa tarawih.
wakati wa Mtume hakukuwa na jina hili la tarawih. Ilikuwepo tarawih, lakini hili jina wanachuoni wanasema lilikuja baada ya Mtume kufa, na sababu ya kuita tarawih ni kwamba zile rakaa walizokuwa wakiswali katikati yake walikuwa wanapumzika, yurawihu anfusahum, ndio ikaitwa tarawih. Kwa hiyo hii nayo ni fursa ya pili ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Yule ambaye Mwenyezi Mungu atamjalia atasimama pamoja na imamu swala ya usiku ambayo inaitwa qiyamul layl kwa siku za kawaida, basi atasamehewa madhambi yake yote yaliyopita. Kwa hiyo hii ni kifutio cha madhambi nambari 2, kwamba Muislamu fursa ya kwanza ni kwa njia ya saumu, fursa ya pili ni kwa njia ya qiyamul layl, na pia kuna fursa ya tatu ambayo pia tumeelezewa katika Uislamu, ni fursa ya kusimama kisimamo maalumu cha usiku wa heshima ambayo wanachuoni wanaita Lailatul Qadri. Anasema sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yule ambaye atasimama usiku wa Qadr ambao hupatikana kwenye 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, akiwa na imani na akiwa anataraji malipo, basi anasamehewa madhambi yake yote yaliyopita. Kwa hiyo hii ni fursa, ndugu zangu Waislamu, ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameijalia kwa waja wake na rehma zake alizonazo juu yetu sisi, kutujalia kuwa na asbabu za kuondoa yale makosa yetu. Isitoshe, kwa mujibu wa hiyo rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amejalia usiku wa mwanzo wa Ramadhani ukiingia tu, kwa mfano leo tumeona mwezi usiku wa jana, basi usiku ule ule baada ya kuona mwezi tu wa mwezi wa Ramadhani, basi kwa mujibu wa hadithi kwamba Mwenyezi Mungu anawapiga minyororo mashaitani wote, sufidati shayatin, ilivyokuja riwaya, kwa maana mashaitani yote yanatiwa nyororo. Na kuna riwaya ambayo imeweka wazi hadithi hii kwamba sufidatu shayatin mardatul jinni, wanapigwa nyororo mashaitani katika wale ambao ni vingungi katika majini, mashaitani ambao ni mutakabirin, jeuri, majabari, wale mashetani wakubwa wakubwa, hao ndio ambao wanafungwa. Hii ni kumpa fursa Muislamu kwamba sababu za maovu zinapunguzwa kiasi kikubwa sana. Kuna shubha ambayo baadhi ya Waislamu wanasema, sasa mbona mwezi wa Ramadhani tuambiwa mashetani wametiwa manyororo, mbona tuona baadhi ya watu wanafanya maovu mwezi wa Ramadhani? Bila shaka ni kazi za shetani hizo. Majawabu wanayotoa wanachuoni Ibn Khuzaimah rahimahullahu katika sherehe ya hadithi alizotoa katika kitabu chake Sahih Ibn Khuzaimah, anasema kwamba makusudio ya hadithi ya mashaitani sio mashaitani wote, ni wale vingunge wa mashaitani. Na ukiangalia kweli kuna baadhi ya mambo ya kishaitani yanafanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini ukweli ambao tunaushuhudia jamaa, nitawaelezeni kisa ambacho nyinyi mnakijua ni kawaida katika miji yetu. Hivi mliwahi kusikia ngoma za vilinge vya mashaitani ndani ya mwezi wa Ramadhani? Mshawahi kusikia? Bali wenye vilinge vya ngoma za mashaitani ikikaribia Ramadhani tu wanafanya vunja jungu la ngoma ya mwisho, wanaitana mashaitani wenzao katika insi, wanapiga ile ngoma kwa kuelewa kwamba sasa wanaingia katika mfungo wa Ramadhani ambapo sheitani anapigwa manyororo. Ndio maana utakuta kwa kiasi kikubwa maovu makubwa yanaondoka. Hata yale ambayo tunayaona madogo
ni taa, lakini kwa mtazamo wa ahlu sunna wal jamaa sio taa, ni mambo ya uzushi, yananasibishwa na dini lakini hayana mashiko katika sheria. Mfano maulidi, sijui kama mmewahi kusikia maulidi yanasoma mwezi wa Ramadhani, sijui, Allahu alam. Mimi nimezaliwa hapa Tanga mpaka leo hii na Ramadhani hii sijasikia maulidi yakisoma mwezi wa Ramadhani, na mashekhe wanaoyapigania wanasema kwamba ni kurba kubwa sana, ni katika mambo ya taa, mambo ambayo yana khairati nyingi sana. Kwa nini? Kwa sababu eti ndani yake kuna kusoma Qur'ani, kuna kutoa mawaidha, kuna kufanywa makasida, kuna kulisha watu. Sasa khairi hizi zote hizi mbona hazifanyiki ndani ya mwezi wa Ramadhani? Kuna swali la kujiuliza hapa sasa, kulikoni? Nasema hivi kwa inadi ya hawa mashekhe, waweza wakaanza mwaka huu au mwakani kwamba ala, wewe umetuambia hatufanye, basi tuwafanya sasa. Yawezekana sasa maulidi yakaanza kusomwa ndani ya mwezi wa Ramadhani kutafuta challenge. Lakini ukweli huu jamani, tumezaliwa sote katika miji ya Waislamu. Hivi mliwahi kusikia maulidi yanasoma mwezi wa Ramadhani? Na hili laambwa jambo la khairi, kwa nini lisiletwe mwezi wa Ramadhani? Swali la kujiuliza hili, kuonyesha kwamba maulidi ni katika mambo ya kishaitani, yamepigwa minyororo kama ilipopigwa minyororo mambo mengi sana. Nyinyi mnashuhudia hivi sasa wanaomiliki mabaa, wale wasanii wakubwa kabisa katika nchi hii. Mmewahi kusikia siku hizi za Ramadhani wakafanya show yoyote? Show zao ni hizi zilizobaki kwenye mitandao, mtu akitaka kusikiliza ndani ya Ramadhani, lakini wao wenyewe kuthubutu kutoka nje na kufanya show zao au performance ni sifuri. Yani kama yatatokea ni machache sana, bali watu namna hii wanaharibikiwa wanavyoona wao katika maisha yao. Wanaona mapato yanaanguka, wenye mabaa mapato yanaanguka, kwa sababu bahati mbaya nchi hii walio wengi katika Uislamu pia wamejiingiza katika maasi haya. Sema mwezi wa Ramadhani, hawa wanaofanya maasi ya ulevi, ya uzinzi wanaacha. Hatusemi kwamba wote wanaacha, lakini mardatu shayatini wanaacha. Wengine wanaishi na vimada, hawaoi. Ikikaribia Ramadhani, rudi kwenu, labda unilete iftari. Hawajui kwamba hiyo iftari kuila pia ni haramu, umepikiwa na mzinzi, ni haramu kuitumia hiyo. Lakini kwa uchache twasema kwamba alhamdulillahi, amani imeingia katika mwezi wa Ramadhani kutokana na rahma ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Hili ni jambo muhimu sana ndugu zangu, yatakiwa tulizingatie. Tuchukue fursa hii kwa sababu ndani ya Ramadhani kuna mambo mengi ambayo yalipaswa yafanyike tangu huko mwezi wa kula na mchana. Kwa mfano hii qiyamul layl. Kwa nini utakuta mwanzo wa Ramadhani safu zinakuwa kubwa, lakini kadri siku zinavyokwenda safu zinapungua, mpaka ikiingia 10 la mwisho wabaki wale watu wa kawaida wa msikitini ambao wapo. Kwa nini jamaa? Kwa sababu mtu unakaa mwaka mzima hufanyi zoezi la ibada ya qiyamul layl, kwa hiyo huna uzoefu. Na hasa ukimpata imamu ambaye anasoma sura ndefu ndefu, aghlabu ya misikiti namna hii inakimbiwa. Kuna msikiti mmoja hapa karibu, nakumbuka wakimaliza swala ya Isha kwenye saa 2:15, basi nusu saa ni nyingi Isha, tena na swali rakaa nyingi 20, lakini mara moja tu. Na utakuta vijana wanapenda huo msikiti, wanaita Masjid Express, unaona, yani ni sharp. Kwa nini? Wasema shekhe, sisi bwana tuna mambo mengi. Wakisema mambo mengi ni kwenda kuangalia mipira, kucheza makeramu, kucheza makarata, kukaa kwenye magenge kuzungumza mambo ya ulimwengu, mambo ya mipira na mambo mengine. Kwa hiyo
jamani, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukweli ni kwamba hata hizi swala ambazo tuwazisali sisi watu wa sunna bado hatujafikia hasa visimamo vya usiku vya wema waliotangulia. Zama za Umar, wakati alipouisha hii tarawih, kwani kuna watu hasa mashia wamekazana, wanasema kwamba hii tarawih ni bid'a ya Umar radhiyallahu anhu. Lakini sisi Ahlusunna tunakataa kwamba tarawih au qiyamu layli hii inayokusanya watu msikitini mwezi wa Ramadhani ilianza kuswaliwa na mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaswali siku ya kwanza kwenye msikiti, watu wakajikusanya. Akaswali siku ya pili, watu wakaanza kuongezeka. Siku ya tatu wakawa watu wengi sana. Siku ya nne wanakuja kumsubiri Mtume, hakutoka kuswalisha. Asubuhi kumepambazuka, waambia ya Rasulullah, imekuwaje tena sisi? Umetuzoesha jambo la kheri kama hili. Akawaambia kauli yake mashuhuri kwamba nachelea msije mkafaradhishiwa jambo ambalo ni gumu kwenu nyinyi. Kwa hiyo ikabaki kila mmoja aswali kivyake vyake kama ilivyokuwa kawaida qiyamul layli siku nyingine. Lakini alipokuja Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, hakuwahi kuhuisha sunna ile. Kwa nini? Kwa sababu kwanza uhai wake ulikuwa mfupi sana. Baada ya kufa kwa Mtume ameishi miaka 2 na ushei, akafariki dunia kwa maradhi. Lakini hiyo miaka 2 aliyoishi Abu Bakar as-Siddiq alikuwa yuko vitani kupambana na watu ambao mashuhuri waliitwa al-murtaddin. Kuna wengine walikataa kutoa zaka kwa kujenga kwamba Qur'ani imetutaka tumpe zaka bwana Mtume, bali aliposema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirum, yeye ndio aliyeswaambia sisi tumpe zaka. Sasa hayupo, kwa hiyo hatukupi. Ndio pale Abu Bakari akasema, yoyote yule ambaye atanizuia japo agali ile ambayo tunaita kile nani, juu ya kilemba kunawekwa kitu cheusi kile ambacho asili yake Waarabu walikitumia kama ni kufuli ya ngamia. Siku hizi Waarabu wanaitumia kama mapambo, anaweka juu ya kilemba kile. Anasema wallahi lau manauni iqalan kana yuaddunahu ila rasulillahi laqataltuhum, lau wangenizuia agali tu kunipa mimi ambayo walikuwa wakitoa wakati wa Mtume, nitawapiga vita. Kweli walivyokataa alipambana nao. Kwa hiyo haikumpa wasaa kuhuisha qiyamul layli ya tarawih, akafariki dunia. Lakini alhamdulillah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ambaye ni khalifa wa pili wa Islam, ametawala zaidi ya karibu miaka 11. Wakati huo tayari mji wa Madina umetulia kabisa. Kwa hiyo akakumbuka ile sunna ya kuswali tarawih, kwamba Mtume alisema aliogopea isije ikafaradhishwa. Sasa hakuna wahi tena, kwa hiyo ibaki kuwa ni sunna. Akahuisha tarawih kwa kuweka maimamu wawili wenye kuongoza swala ya tarawih. Hiyo swala ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam bwana Umar bin Khattabi akishirikiana na masahaba waliiswali mpaka alfajiri na karibu, wanakula daku, wanaswali, hawa wanaondoka. Kwa hiyo utakuta zama za masahaba tarawehe iliswaliwa kwa njia yake ile ambayo alifundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena basi hapakuwa na utaratibu wa kwamba eti walikuwa wakiswaliisha halafu wanasubiri qiyamul layli kufanya usiku. Vile wakimaliza isha tu wanapumzika kidogo, wanakunguta. Sasa tena ilikuwa sunna rakaa 8, lakini rakaa 8 hizo si mchezo. Yani mtu anapigwa rakaa ya kwanza, sura zile ndefu 3 zinafundishwa namna hii, ili kwenda mpaka miguu ikawa inawavimba masahaba katika kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na yote hayo
dini yetu imetuwekea wepesi, hasa maimamu watakiwa angalie hali ya maamuma wakoje. Kama kuna watu wenye haja, wagonjwa, basi yeye tosha kufanya kiamu leili mwanzo wa usiku, swala ya tarawih na mwanzo wa usiku. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atakayesimama nyuma ya imamu basi atahesabiwa kana kwamba kasimama usiku kucha. Hii ni katika rahma ya Mwenyezi Mungu juu ya waja wake, kwa sababu kuna wengine wana haja, wengine wagonjwa, hawezi kukaa muda mrefu. Kwa hiyo atakiwa imamu angalie hali ya watu wake pale. Kama ikiwa mfano wote vijana wako kwenye kambi ya mazoezi na wote na afya zao, mwanzo mwisho tarawih. Lakini kama kuna watu wazima, watu wagonjwa, wenye haja, wengine wanafanya kazi za usiku, wanaingia baharini saa 8 za usiku, saa 9 za usiku. Kuna wengine ni wasafiri, kama hivi sasa kuna mabasi yanaondoka saa 5, saa 6. Lakini mtu akiswali nyuma ya imamu akamaliza tarawih saa 4, saa 4:30, basi Mwenyezi Mungu amwandikia kwamba kana kwamba kasimama usiku kucha. Hii ni katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi Waislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, jingine ambalo nalitanabahisha leo, na inshallah Mungu akijalia kila Ijumaa tukipata fursa tutakuja kukumbushana mambo mengi kuhusu swala. Kumejengwa itikadi humu wetu kwamba eti mtu unaweza ukafunga bila kuswali. Ni kujidanganya. Swala jamaa kama ilivyofaradhishwa hii siyamu, tena basi ni katika nguzo ya pili ya Uislamu. Zimekuja nususi nyingi za makemeo kwa watu ambao wanaacha kuswali swala 5 za faradhi. Ndugu zangu katika imani, si jambo la kupuuzwa swala. Mtu ukasema eti mimi nafunga lakini si swali, unajidanganya. Hata baadhi wanachuoni wanasema saumu yako itakuwa inakubalika. Lakini jamaa, tuyalie imekubalika. Je, haya madhambi unayoyabeba ya kuacha kuswali na hizo thawabu utakazopata kwenye kufunga, wapi na wapi? Isitoshe, kuna wanachuoni ambao wamesema anayeacha kuswali swala ya faradhi kwa makusudi amekufuru, ni kafiri saa hiyo hiyo. Tena akifa asizikwe wala asifanyiwe mambo manne ya Uislamu, yani kuoshwa, kutiwa sanda na kuswaliwa na kuzikwa. Asifanyiwe hivyo, yani kuzikwa kwenye makaburi ya Waislamu. Atakalofanyiwa ni kustiriwa mwili wake kama binadamu na kutupwa. Hatuwezi kusema kuzikwa. Kuzikwa maana yake kisheria, achimbiwa kaburi lina mwandani alafu elekezwa kibla. Anayekufa bila kuswali ni sawa sawa na jing'ombe lilokufa kibulu na kwenda kufukiwa huko kwenye majipori. Hii ni kauli mashuhuri ya wanachuoni wa madhehebu ya Kihambali. Ni kafiri, na akiacha kuswali kama ana mke, basi saa hiyo hiyo mke si wake tena, kuonyesha kwamba hili jambo si jepesi. Halafu isitoshe, Qur'ani imeweka wazi kwamba wasioswali kwa makusudi wataadhibiwa, wataulizwa huko siku ya kiyama. Wasioswali, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin, kitu gani kimewaingiza motoni nyinyi? Wenyewe wanasema tulikuwa hatuswali. Halafu nyingine kubwa, yale mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu ambaye hakuswali siku ya kiyama, siku ya hesabu. Kwa mujibu wa makauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama as-salah, kitu cha kwanza atakaulizwa mja siku ya kiyama ni swala. In saluhat saluha jamii amali, ikitengenea swala yake basi matendo yake yote yametengenea. Wa in fasadat, ikiharibika swala yake, fasada jamii amali, matendo yake yote yameharibika.
Tena huyo ni yule ambaye alikuwa swali mavagavaga, swala yake ikubaliwi. Je, yule ambaye hakuswali kabisa? Kwa hiyo jama, hili ni jambo muhimu sana. Tutashangaa tuone kwamba tuna watoto ndani ya majumba washafikia umri mkubwa wa balighe, hawaji misikitini. Inavyosuniwa hasa ni kuwazoesha watoto wetu na ibada ya swala. Tabia baadhi ya wazazi au wazee wanaoswali misikitini, wakiona watoto wadogo wanakuja msikitini wanawafukuza. Hii si tabia nzuri. Tabia nzuri ni kuwafundisha adabu za kuingia msikitini, lakini iwe ni kero, tokeni hapa. Sasa kama ikiwa hatukuwazoesha kuingia katika misikiti hii, twataka wende wapi tena? Kwa hiyo huenda moja ya sababu ya vijana wetu siku hizi kuacha kuswali, hawajazoeshwa kuingia nyumba za ibada. Ndio mtoto nakuwa naye mpaka umri wa barobaro, kishafikia umri wa miaka 20, paji lake halijakanyaga. Kwa nini? Kwa sababu sisi wazazi ndio masuulini. Mtume anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nyote ni wachungaji na kila mmoja ataulizwa juu ya chunga wake. Kwa hiyo wewe kama ikiwa mtoto wako hakuswali wakati wewe ndio uliwajibika wakati kabla ya baleghe umfundishe swala, utaulizwa wewe na utakuwa masuuli mbele ya Allah. Wewe angalia, Mtume anaanza kutufundisha kwamba waleeni watoto wenu katika ibada ya swala wakiwa na umri wa miaka 7. Wa idha balaghu 10, wakishafikia umri wa miaka 10, basi wapigeni kama ataacha kuswali. Hii kuonyesha kwamba ibada ya swala ni muhimu sana katika ibada za Uislamu. Mtu hata afanye mema namna gani, lakini kama haswali, matendo yake yote ni ariyeti, hayana faida. Na haya yamethibitishwa ndani ya kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa haya machache tawatakieni kila la kheri, mfungo mwema. Mwenyezi Mungu atakabalie saumu zetu pamoja na visimamo vyetu vya usiku pamoja na matendo yetu mema yakiwepo sadaka, kwani huu ni mwezi mzuri wa kufanya mambo ya kheri. Mwenyezi Mungu atakabalie sote. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.